jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu ametupa neema, baraka na kibali cha pekee kwa siku ya leo kufika Pasaka hii ya 2026. Ni baraka ya kipekee na ya ajabu kwamba tumepewa neema. Heri ya Pasaka. Yesu Kristo amefufuka. Haitoshi. Yesu Kristo amefufuka. Nimejaribu. Yesu Kristo amefufuka, wakina mama wenyewe. Walioko online hawajasikia hapa. Tunamtukuza Mungu kwa kumfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Haleluya, Yesu Kristo amefufuka. Haleluya, tumpe Bwana makofi ya shukrani. Haleluya. Tumekuwa na baraka katika wiki hii nzima ya kongamano la Pasaka, na leo tunaendelea katika ibada hii ya Pasaka. Tunahitimisha kesho katika ibada ya pili ambayo itakuwa na maombi na maombezi pamoja na kusifu, kuabudu, ibada ile ambayo imepewa jina la tumefufuliwa pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kutakuwa na maombi ya wanawake pamoja na watoto na familia zetu. Karibuni tusifu Mungu kesho na tumwabudu tunapomalizia kongamano hili. Kichwa ambacho tumekuwa nalo au nacho ni kichwa kinachosema omba kwa kuamsha kilichokufa kwa nguvu ya Pasaka na sauti ya ufufuo ili kifufuke tena. Omba kwa kuamsha kilichokufa kwa nguvu ya Pasaka na sauti ya ufufuo ili kifufuke tena. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa tukijifunza hapa Pasaka katika kipindi chetu, sio tu season ya kukumbuka Yesu Kristo aliyefufuka, ni season ya kuapply nguvu ya Yesu Kristo aliyefufuka katika kufufua yale yaliyokufa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tumejifunza nini maana ya Pasaka kwa ufupi. Pasaka ni udhihirisho wa nguvu za Mungu inayoshinda mauti, dhambi na kila hali iliyokufa au katika kila kilichokufa. Pasaka ni udhihirisho wa nguvu za Mungu inayoshinda mauti, dhambi na kila hali iliyokufa au kilichokufa. Lakini kuna nguvu ya Pasaka. Nini maana ya nguvu ya Pasaka? Nguvu ya Pasaka ni uwezo wa Mungu uliodhihirika kupitia kifo na ufufuo wa Yesu Kristo, ambao ulishinda dhambi, mauti na nguvu za giza na kuleta uzima mpya kwa mwanadamu au kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya Pasaka maana yake ni uwezo wa Mungu uliodhihirika kupitia kifo na ufufuo wa Yesu Kristo, na kutupa kushinda dhidi ya dhambi, mauti na nguvu za giza. Tusipoijua maana ya nguvu ya Pasaka, tunaweza kushindwa kupata kile kilichofichwa ndani ya Pasaka
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimekufundisha tangu tulipoanza kongamano hilo, na leo ikiwa ni siku kuu ya Pasaka, kumbuka kufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nataka tena kusema na wewe kidogo juu ya eneo hilo. Katika somo letu hili nimekuwa nikifundisha juu ya kuapply nguvu ya Pasaka kwa kupeleka sauti ya ufufuo juu ya vilivyokufa ili vipate kufufuka tena. Nini maana ya sauti ya ufufuo? Nini maana ya sauti ya ufufuo? Sauti ya ufufuo, sauti ya ufufuo ni nguvu ya neno au sauti ya Mungu inayorejesha uzima mahali palipokufa kiroho. Inamaanisha ni amri ya Mungu ya kiroho inayobadilisha hali kutoka mauti kwenda uzima. Nini maana ya sauti ya ufufuo? Sauti ya ufufuo ni nguvu ya neno au sauti ya Mungu inayorejesha uzima mahali palipokufa kiroho. Inamaanisha ni amri ya kiroho inayobadilisha hali kutoka mauti kwenda uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeongozwa na neno kutoka kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 25 na wa 28. Yohana mlango wa 5 mstari wa 25 na wa 28. Yohana mlango wa 5 mstari wa 25 na wa 28. Naomba tusome katika jina la Bwana. 1, 2, 3. Yohana 5:25 na mstari wa 28 tunasoma sote pamoja. Amin, amin nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale watakaoisikia watakuwa hai. Naomba tusome sote. 1, 2, 3. Amin, amin nawaambia, saa ipo na saa inakuja, wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimejaribu kueleza na kufundisha kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu amejaribu kutuwekea, na leo niweke tena kidogo katika ibada hii. Biblia inasema saa ipo na saa inakuja ambayo wafu wataisikia sauti. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na wale watakaoisikia sauti ya ufufuo watakuwa hai. Nimekuwa nikifundisha Pasaka ni lazima iachilie ufufuo juu ya vilivyokufa. Biblia inatuambia saa ipo, vilivyokufa vinahitajika kusikia, na vikisikia sauti vinafufuka. Sasa tumeconnect namna gani na Pasaka hii? Nilikwambia Pasaka tangu Yesu amekufa na kufufuka ni miaka 2026 sasa iliyopita. Tukisherekea Pasaka kama sikukuu au season ya kufufuka kwa Yesu tu, pasipo kujua kazi tuliyoachiwa kwenye season ya Pasaka, vilivyokufa vinaweza vikaendelea kulala mauti
na visiingie katika hali ya uzima. Biblia inaposema saa ipo na saa inakuja, kile kilichokufa kinapaswa kusikia. Nataka ujue katika Pasaka tulizo nazo sasa, Mungu ametupa kazi ya kuhakikisha vile vilivyokufa kwenye maisha yetu vinafufuka. Sasa vinafufukaje? Vinafufuka kwa kuitumia nguvu ya Pasaka, na sisi kusimama kwa kutoa sauti ya ufufuko juu ya vile vilivyokufa, ili visikie, vifufuke kutoka wafu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sasa nikawa na kuonyesha mistari na mistari kadri ambavyo Mungu alitupa neema juu ya Pasaka hii, na juu ya vilivyokufa vinapaswa kuinuka namna gani. Kilichokufa kwenye maisha yako kwenye Pasaka hii hakifufuki chenyewe mpaka kisikie sauti ya ufufuko. Nasema lazima wafu wasikie. Wakisikia, nasema wale watakaosikia watafufuka, watakuwa hai. Nikakupitisha kwenye kitabu cha Ezekiel 37 mstari wa kwanza hadi wa 5 na mstari wa 10. Naomba tusome pamoja. Ezekiel 37 mstari wa kwanza hadi wa 5 na mstari wa 10. Ezekiel 37 mstari wa kwanza hadi wa 5 na mstari wa 10. Naomba tusome pamoja sote kama tumepata, katika jina la Bwana. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa, akanipitisha karibu nayo pande zote. Na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Mstari wa 3. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, e Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii mikavu, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitatia mishipa. Ngoja niishi hapo. Mstari wa 10 tusome. Basi akaniambia, kama nikaitabiri, basi nikatabiri kama alivyoniamuru. Pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka turelate Pasaka yetu na mistari hii ya ufufuo ambayo Mungu anatupa kuiona kwenye kitabu cha Ezekiel. Mungu anamchukua Ezekiel na kumpeleka nje kwenye uwanda, kwenye eneo la bonde. Anamfikisha, anamwonyesha watu waliokufa, taifa la Israeli lililokufa, limekauka kwenye bonde kule kwenye maono. Anamwambia, jinsi unavyowaona wamekauka, je, wanaweza kuishi? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa namna alivyoona mifupa mingine imekauka, mingine imeanza kutoa unga, alafu hakuna hata moja ina sura. Jibu alilomwambia Bwana, kazi ya kufufua hii mifupa mimi sijui kama inaweza kurudi. Ina miaka mingi sana iko hapa na haijawahi kuinuka. Leo unaniambiaje mimi? Wewe unajua. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anamwambia unajua, angalia kitu Mungu anamwambia. Sikiliza, anamwambia kazi ya kufufua hii mifupa sio ya kwangu. Nguvu za kufufua ziko kwangu, lakini kazi ya kufufua sio ya kwangu.
Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia toa unabii juu ya hii mifupa. Toa sauti, isemeshe mifupa, iambie mifupa lisikie neno la Bwana. Hiyo mifupa utakapoiambia ikisikia, ile mifupa itakayosikia itakuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ile mifupa itakayosikia itakuwa hai. Biblia inasema mstari wa 10, nikatoa unabii, nikatabiri, nikaamuru kama Bwana alivyoniamuru, enyi mifupa mikavu lisikie neno la Bwana. Ile mifupa ikasikia. Biblia inasema iliposikia ikaanza kuinuka, ikapokea pumzi, ikaanza kuota nyama. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, kila kilichokufa kinaweza kubaki kwenye hali ya kufa kikikosa sauti ya ufufuo. Hujanisikia? Nini kimekufa kwenye maisha yako? Pasaka lazima ihusike na ufufuko. Bwana asifiwe. Sasa sikia, hatubaki na historia ya ufufuko wa Yesu Kristo tu. Kuna nguvu ya Pasaka ambayo tunapaswa kuitumia kuapply sauti ya ufufuko juu ya kilichokufa. Maana kilichokufa kwako kinasubiri mtu. Mungu haji kukifufua peke yake. Anasema na roho yule aliyemfufua Yesu Kristo ikiwa anakaa ndani yenu. Maana yake mkitumia pumzi ile ataihuisha na hali iliyoko katika maisha yenu ya kufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia toa unabii, akatoa unabii. Alipotoa unabii akatabiri, Biblia inasema hivi, mifupa ikaamka, mifupa ikafufuka, mifupa ikawa hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Niliwapa mifano michache na leo nikupe mifano michache, angalau miwili tena au moja, alafu tukapata nafasi ya kuomba. Leo nilisema siwaeki watu kanisani sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume mlango wa 9. Nipite hapo nikuonyeshe mama moja, alafu nitakupa tena mfano mwingine, alafu tutaenda kuomba. Matendo 9 mstari wa 36 hadi wa 42. Matendo 9 Matendo 9 mstari wa 36 hadi wa 42. Tusome pamoja katika jina la Bwana. Matendo 9 mstari wa 36 hadi wa 42. Naomba tusome sote. Na mwanafunzi mmoja alikuwa Koyafa, jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dorcas, yaani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua, akafa. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, na wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas. Wakati ule alipokuwa pamoja nao, Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti, akanena,
Tabita, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro alijiinua akaketi, akampa mkono, akamuinua hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. Ikajulikana katika mji mzima wa Yafa. Watu wengi wakamwamini Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nieleze kidogo juu ya huu mfano kwa wale ambao pengine hawakuwepo kwenye kongamano kidogo, alafu nitaenda kusema tena mfano mwingine. Biblia inatuonyesha kitu ambacho kimewekwa kwenye mlango wa 9 wa Matendo ya Mitume juu ya habari za Tabita aliyekuwa anaitwa Dorcas, yaani paa. Biblia inasema huyu mama alikuwa ni mtu mzuri sana. Hebu angalia mwenzako, mwambie alikuwa mzuri sana. Alikuwa ni mtoaji. Alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Ni mfuasi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Ubaya huwa ukumpata mtu mataifa. Sikiliza vizuri. Ubaya huu ulienda kwa mtu ambaye anampenda Mungu. Kwa mama aliyekuwa anajitoa sana. Watumishi wa Mungu wanapofika anawajaza, anawasaidia. Alikuwa ni mshonaji, anafuma. Alikuwa anatoa sadaka kwa nguvu nyingi. Alikuwa hazuiliwi na chochote. Biblia inasema akakutwa na mauti. Asubuhi niliwaambia hivi, ile wewe ni mtakatifu na ile unamtumikia Mungu, kuna mambo yanaweza kufa kwako. Unanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi kwamba kumtumikia Mungu tu hautapitia mambo fulani fulani. Inategemea wakati unapitia hayo mambo, kuna uelewa gani utatokea na ufunuo gani kufufua hicho kilichokufa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dorcas alikuwa ni mtoaji. Unajua kuna watu wengine wanalalamika, wanasema, "Oh, mimi ni mtumishi wa Mungu, natoa, namtumikia Bwana, nimefanya vitu vingi sana lakini sioni maendeleo, sioni hatua." Hatua haitokani tu na Mungu kwa sababu umetoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inamzungumzia huyu mama, na inaweza ikawa kuna watu tunao duniani sasa hawezi kufanana na huyu mama. Bwana asifiwe. Lakini alikufa na alikuwa ni mtoaji. Biblia inasema alikuwa na matendo mema. Mbali na utoaji. Siku hizi tuna watoaji lakini hawana matendo mema. Si ndio? Wanatoa lakini ni wanafiki, wanasengenya. Haujui. Ufahamu hicho kitu. Sasa huyu mama alikuwa na matendo mema. Akafa. Seuze mimi na wewe ambao tunaweza tukatoa lakini hatuna matendo mema. Alipokufa, Biblia inasema hivi, kwa desturi ya Wayahudi mpaka leo, ambayo pia wenzetu wanaifanya, alipokufa tu, wale wajua kupima maiti kwamba huyo amekufa waligusa, wakafungua jicho, wakaona linaenda, hamna kitu tena, macho yamegeuka. Mtumishi wa Bwana amefanyaje? Amelala. Wakaanza kutoa habari. Ghafla, unajua maziko yao ni siku hiyo hiyo. Wakaitwa watu, taarifa zikaenda haraka. Pale Yafa, wakiwa Yafa, ghafla wale waandaaji wa maziko wakakimbia. Ni namna gani? Maana makaburi Israeli tayari yamechimbwa. Wayahudi wameshajichimbia makaburi. Ghafla wakaenda wale waoshaji maiti wakamosha. Faster, mwambie mwenzako faster. Waombolezaji wakaja wakaanza kulia, jamani, alivyotusaidia, alivyotenda mema, alivyofanya hivi. Walipomaliza kumosha, wamemweka orofani wakisubiri muda wa kwenda kumzika. Ghafla katikati wanafunzi wakakumbuka, ndugu yetu, mkuu wetu, kiongozi kwa wakati ule ni kama askofu Petro, yuko hapo leader.
Kwa nini tusimpe taarifa aje na yeye age? Huyu aliwahi kumgusa, huyu aliwahi kumfanyia na yeye jambo zuri, aje hapa ili aage maiti. Petro alivunja amri pale, kwa sababu kwa utaratibu maiti iliyooshwa haiwagwi tena kwa upande wao. Akaingia kuaga. Biblia inasema alipoingia kuaga, na wamama wajane wakaenda, na watakatifu, mwambie mwenzako msiba wa watakatifu, na watakatifu wakaenda pale, wakawa pale wameshika vitu vyao. Wengine wanashika zile nguo, wengine wameshonewa vitu mkononi, wengine wanatai, wengine wajane wameshika na nguo walizovaa. Oh Petro, mtumishi wa Mungu, ona ndio huyu amelala jamani, hatutamuona tena. Ndio wanalia pale, wanalia. Mwambie mwenzako wanalia, wanaomboleza. Wakati wanaomboleza, Petro akatazama namna hii, alafu akawaambia, ninaomba nyote muende nje. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nyote mtoke nje. Alafu wakatoka nje wote, akabaki peke yake. Biblia inasema hivi, alipobaki akapiga magoti, akaelekea maiti. Mwambie mwenzako akapiga magoti, akaelekea maiti. Biblia inasema akaomba. Bwana Yesu asifiwe. Alipoomba akasema, Tabita, ondoka. Nilikwambia jana, maana ya kifo mara nyingine ni kutokuwa na uwezo wa kumove. Unafanya kitu hakisogei, ile ni kifo. Unanisikia? Tabita alikwama pale. Kauli ya kumfufua ilikuja, Tabita, ondoka. Bwana asifiwe. Akamwambia Tabita. Sasa sikia, aliomba. Okay, sikiliza, niwaambie hivi, kulikuwa kuna sauti za maombolezo, lakini hazikumfufua, ziliendelea kumpamba ili akazikwe. Unanisikia? Lakini alikosa sauti moja. Waliomboleza kweli, walikumbuka sadaka zake, walikumbuka matendo yake mema, lakini hawakuitoa sauti ya kufufua. Kuna mtu ananielewa? Sikia, kuna mambo yamekufa, unapoyaombolezea tu, unapoendelea kuyasifia, alikuwa ananisaidia, alikuwa ananisaidia, kilikuwa kinanisaidia. Huyu kaka yangu kama sio roho ya ulevi imemkamata sasa, tungekuwa na msaada mkubwa sana. Sikiliza, huko ni kuomboleza. Unatakiwa kujua, hautakiwi kuombolezea tu, unatakiwa kutoa sauti ya ufufuo juu ya kilichokufa. Biblia inasema akapiga magoti, alafu akamwelekea maiti wake. Wale wako kule nje hawakujua kilichokufa kinaweza kufufuka kikawa hai. Anasema saa ipo na saa inakuja ambao wafu wataisikia sauti, na atakayeisikia sauti ya ufufuo atafufuka, atakuwa hai. Petro akamwambia, uende Tabita. Ni mambo mangapi yamekufa kwako na hayajasikia sauti ya ufufuo? Muulize mwenzako, ni mambo mangapi yamekufa hayajasikia? Ndio maana nilikuwa nawaambia ibada ile ya jana na juzi, na leo nimewaambia, andika mambo 8 unayoyajua hayaendi, unayoyajua yamekufa. Kesho njoo nayo kwenye ibada tunapomalizia ile saa 3. Njoo nayo, yanahitaji kuambiwa yaende. Bwana Yesu asifiwe. Yanahitaji kuondoka. Kuna vitu vimekufa, kuna vitu vimenyamaza. Sasa Pasaka sio season ya kukumbuka tu kufufuka. Pasaka ni season ya kuapply nguvu ya ufufuko pamoja na sauti ya kufufuka juu ya vile vilivyokufa ili viweze kuwa hai. Tabita akafufuka. Ghafla Biblia inasema akaamka, alafu akampa mkono, alafu akamchukua. Sasa cheki kitu kilichotokea cha ajabu. Akampeleka mbele ya wale watakatifu. Kumbe kuna vitu vinakufa katikati ya watakatifu, japo wapo.
Muulize mwenzako, mwambie unaweza ukawa ni mtakatifu lakini biashara yako imekufa. Unaweza ukawa ni mtakatifu lakini uchumi umekufa. Na sio kwa sababu hujatoa sadaka. Inawezekana umetoa sadaka. Kwani yule mama si alikuwa na matendo mema? Si alikuwa anatoa sadaka mpaka zinagusa mioyo ya watu na Mungu, lakini alikufa. Usinungunike unapoona mambo magumu yanatokea kwako, ukaona kama ni watu ambao wanakusababishia. Hapana. Soma Biblia yako. Unapofanya kwa Mungu, kuna magumu yanatokea. Sasa wakati unapoingia kwenye hayo magumu, namna ya wewe kujua kutoka, unatakiwa kuapply nini, unatakiwa kuengage gia gani? Tunapokaa kwenye Pasaka namna hii, tunapaswa kujua vitu ambavyo vimekufa vinapaswa kuambia fufuka. Jamaa akaelekea maiti wake. Muulize mwenzako, mwambie maiti yako ni ipi umeielekea? Inawezekana maiti yako ni akili yako. Inawezekana maiti yako ni ndoa yako. Inawezekana maiti yako ni vipawa ulivyo navyo. Inawezekana maiti yako ni ndoto yako ya maisha haiendi. Elekea hiyo maiti yako leo. Pasaka hii iambie maiti yako, ondoka. Akaiambia ondoka. Ngoja nikupe mfano wa pili. Wafalme wa kwanza. Mlango wa 17. Wafalme wa kwanza mlango wa 17. Wafalme wa kwanza na mlango wa 17 mstari wa 17. Tusome mpaka mstari wa 22. Wafalme wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 17 mpaka wa 22. Naomba tusome, lakini nataka twende mpaka mstari wa 24 ili uone kilichoko pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usipite Easter season hujafufua vitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Wafalme wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 17 mpaka wa 24. Twende tusome 1, 2, 3. Ikawa baada ya hayo, mwana wake yule mwanamke, bibi wa nyumba ile, akaugua, ugonjwa wake ukazidi hata akawa hana pumzi tena. Akamwambia Elia, nina nini nawe, mtu wa Mungu? Je, umenijia ili dhambi yangu ikumbukwe ukamue mwanangu? Akamwambia, nipe mwanao. Akamtoa katika kifua chake, akamchukua juu chumbani mle alimokaa mwenyewe, akamlaza kitandani pake. Akamwomba Bwana, akanena, Bwana Mungu wangu, je, umemtenda mabaya mjane huyu ninayekaa kwake hata kumfisha mwana wake? Akajinyosha juu ya mtoto mara 3. Akamwomba Bwana, akanena, Bwana Mungu wangu, nakusihi roho ya mtoto huyu imrudie. Maana yake akatoa sauti kumwelekea mtoto, sauti ya ufufuo ndani yake tena. Bwana akasikia sauti. Na mtono mstari, hii sauti ilikuwa inasubiriwa. Bwana akasikia sauti ya Elia. Akasikia sauti ya Elia, na roho ya mtoto ikamrudia, akafufuka. Elia akamtoa mtoto, akamchukua toka orofani mpaka chini ya nyumba ile, akampa mama yake Elia akanena, tazama mwanao yu hai. Mwanamke akamwambia Elia, sasa najua ya kuwa wewe ndiwe mtu wa Mungu, na ya kuwa neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Ni neno gumu sana, niliwaambia watu asubuhi liko hapo. Gumu. Wakati mtoto wa yule mama amekufa, Elia
Yule mama alikuwa ni mtoaji kama Dorcas, na alijenga nyumba, lakini kwenye nyumba yake aliweka chumba cha watumishi. Wanapopita kwenye lile eneo wanaishi kwake, anawapa chakula, wanafanya huduma, wanakaa pale, wanalala pale. Kwa hiyo Elia alikuwa anakifahamu kile chumba kule juu orofani. Elia akamwambia mama, baada ya kukutana na mama anakutana na Elia. Ghafla mama ana huzuni, anamwambia Elia, umekuja leo alafu ndio umekuja tu na mtoto wangu amekufa. Kwa hiyo ulikuja ili kumuua mtoto wangu. Neno gumu, lakini neno gumu liko kule mwisho. Yule mama baada ya mtoto kufa, pamoja na alitoa sadaka na kuwaamini watumishi, na alimwamini Elia sana, kile chumba alikuwa amempa Elia kila anapokuja. Angalia, imani yake kwa watumishi iliondoka. Mpaka mtoto alipofufuka ndipo alipomwambia Elia, sasa naamini ya kwamba Bwana. Kwa hiyo siku zote Elia anakuja pale, anampikia, anakunywa, anavaa, analala pale, anahudumu. Alikuwa haamini sana kwamba ametumwa na Bwana. Na kinywa, hebu soma mstari wa 24. Soma mstari wa 24 kabla sijaelezea hapo juu. Soma mstari wa 24. Angalia watu wanapopitia vitu vilivyokufa, wanapopitia mauti kwenye maeneo fulani fulani, huwa wanaondoaga imani hata kama wanafikiri wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini kuna mahali wanapotea. Angalia pale mstari wa 24 anasemaje? Mwanamke akamwambia Elia, sasa najua ya kuwa wewe ndiwe mtu wa Mungu, na ya kuwa neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Okay. Wakati wote anatoa neno na umempa chumba, anakujaga analala hapo. Kumbe unaonaga neno la kwake si la kweli. Kwa nini? Kwa sababu mama alikuwa na msiba. Sasa ngoja niuelezee huu msiba. Elia wakati anakuja, anakutana na mama mjane, ana mtoto wa pekee huyo mmoja. Lakini huyo mama, mtoto wake huyo amekufa, alafu akamfunika kifuani. Alipomfunika kifuani, Biblia inasema akiwa anamtazama yule mtoto, uchungu, anateremsha machozi yanashuka juu ya mtoto. Elia anakuja, anafika. Elia ametoka huko, anakuja tena kuhubiri mjini hapa. Ndio anaingia nyumbani kwa mama kama kwake. Mama anamuona, anamwambia, umekuja kumuua mtoto wangu leo? Mbona mtoto wangu amekufa? Hamna kitu kigumu kama watumishi wa Mungu wenye mzigo wanapoona watu wanaowaongoza wana mahali wanapitia, wana maumivu wanayoyapata. Usifikiri huwa wanafurahi. Usifikiri huwa tunafuraha tunapoona maumivu yenu. Hatufurahi, maana tunajua kiwango fulani cha kuaminiwa juu ya kazi tunayoifanya upungua. Elia akamwambia, nipe wewe mtoto. Mama alijua imeisha. Nimekwambia hapa tuna connect na maombi. Angalia, Elia akamchukua mtoto, alafu akaenda mpaka kwenye chumba chake kile alichopewa, akaenda mpaka orofani kule juu, akamweka pale kitandani. Alafu alipomweka kitandani, Biblia inasema alifanya kile ambacho alitakiwa kufanya, kwa sababu kilichokufa kinahitaji kusikia sauti. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikia sauti gani? Alianza kuomba mpaka sauti isikike. Nguvu za kuponya, za kufufua zinatoka kwa Mungu, lakini sauti ya ufufuo inatoka kwetu. Kuna mtu ananielewa? Na tunaye Yesu ambaye ndiye ufufuo na uzima. Elia akaanguka pale, alafu Biblia inasema akanyosha mikono yake, akalala juu ya mtoto, akaanza kuomba. Biblia inasema aliomba mara ya kwanza, akaamka, hamna kitu. Akalala mara ya pili, anaomba, Bwana nisikie. Usimwaibisha huyu mama mjane ambaye anakutumikia siku zote hapa. Amekuwa akifanya, nikifika hapa huduma yako ninaifanya vizuri kwa sababu yake. Ninaomba unisikie kwa ajili ya mtoto. Akaomba ya pili, imegoma. Akaomba ya tatu, Biblia inasema
sauti yake ikasikika. Alafu akamwambia, ewe roho ya mtoto mrudie. Biblia inasema Mungu akasikia. Sauti iliposikika ya maombi, ghafla roho ya mtoto ikamrudia. Mtoto akawa hai. Alipokuwa hai mtoto, ghafla akamchukua, alafu akampeleka kwa mama. Akamwambia, mama, chukua mtoto wako. Yule mama wakati anampokea, ghafla imani inarudi. Anamwambia, sasa najua ya kwamba neno la Bwana kwenye kinywa chako ni kweli. Siku zote anamtabiriaga, kumbe haelewi. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo yamekufa. Sasa mambo yanapokufa, watu wengi sana huwa wanakosa imani na Mungu. Mwangalie mwenzako, mwambie, una imani na kanisani hapa? Una imani na Yesu? Una imani na Mungu? Sikia. Baada ya yule mtoto kufa, mama alipata shida. Ni vitu vingapi vimekufa kwako na saa hii umepata shida? Moyo wako umepata shida, nafsi yako imepata shida. Unafika mahali unaona kama Mungu hayupo, kama hakuna neema tena, kama hakuna msaada tena. Ngoja nikwambie, hivyo vilivyokufa ulivyovikatia tamaa, usivikatie tamaa. Nenda kama Elia. Biblia inasema Elia akaomba, na Biblia inasema aliomba mara ya kwanza, aliona imekataa. Alipeleka sauti ya ufufuo ya kwanza, ikakataa. Sauti ya ufufuo ya pili ikakataa. Sauti ya ufufuo ya tatu, mtoto akafufuka. Inawezekana umeomba imekataa. Jana tena umeomba imekataa. Tamka tena leo, sauti ya ufufuo haitakataa, itakubali. Kile kilichokufa kitafufuka. Haleluya, 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 haleluya. Pasaka sio kuacha kilichokufa kibaki katika hali yake. Sio sikukuu ya kufurahi tu Yesu alifufuka. Sikiliza, kuna kilichokufa kwako. Mtoto wako ni biashara. Mtoto wako ni kipawa. Mtoto wako ni ndoa. Mtoto wako ni nyumba yako, ni wazazi wako, ni ndugu zako. Inawezekana ukiwatazama namna ye unawakatia tamaa kama yule mama. Unajaribu kuwakumbatia namna ye, lakini hakuna matokeo. Mchana wa leo nataka kusema neno kwako. Nenda kama Elia mara nyingine tena, kaombe kwa Bwana. Yamkini Bwana atasikia sauti yako juu ya kilichokufa. Uchumi wako uliokufa, hofu yako juu ya watoto ada yao, hofu yako juu ya kodi yako, hofu yako ya maisha. Mchana wa leo sikio la Bwana, sauti ya ufufuka itakapoenda, vinaenda kufufuka. Haleluya, haleluya. Pasaka hii kuna kitu kinaenda kufufuka mahali. Haleluya, haleluya. Sasa yule mtoto, kwa yule mama, alikuwa anamgharimu kitu kikubwa sana kwenye moyo wake. Mtoto wako aliyekufa ni nani? Mtoto wako inaweza kuwa maisha yako. Yanielewa? Kuna kitu umekukumbatia, unalia. Mwangalie mwenzako, hicho kinachokuumiza moyoni umekikumbatia, kinataka sauti ya ufufuo. Mwangalie mwenzako, mwambie, moyoni mwako umemkumbatia nani na unaona hayuko vizuri? Nini umekikumbatia unaona hakiko vizuri? Nini umekishikilia moyoni unaona kimekufa kama mwana wa mjane, mtoto wa mjane? Inawezekana ni ndoa yako, inawezekana ni mahusiano, inawezekana ni ndoto. Ndoto yako imekuwa ya maumivu. Inawezekana ni utumishi ulioitiwa, ni vipawa uliopewa, ni karama. Inawezekana ni ndugu zako. Kati ya ndugu zako kuna ambao umewashika moyoni na unajaribu kuangalia mbona hawaendi. Kuna mauti iko kwao. Ni mtoto.
Pasaka isipite huyo mtoto wako hajafufuka. Petro akaelekea maiti yake. Nataka uelekee maiti yako. Elekea maiti yako majira haya. Pasaka hii maiti yako lazima iamke. Pasaka hii maiti yako lazima iende. Pasaka hii maiti yako lazima itoke hapo. Hebu simama, inua mikono yako. Simama, inua mikono yako. Nenda mbele za Bwana. Mtumishi wa Bwana Elia alienda mara ya kwanza, akaona imekataa. Mara ya pili akaona imekataa. Haijalishi imekataa mara ngapi, wewe nenda mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nisikie tena juu ya huyu mume, juu ya huyu mke, juu ya hii kazi, juu ya hii biashara, juu ya hii ofisi yangu, juu ya hawa watoto, juu ya hiki kipawa, juu ya ndoto yangu. Mwambie Bwana, inua mikono yako. Sema, Bwana Yesu, wewe ndiye ufufuo na uzima. Mtu haji kwako bila kufufuka, na aendi kwa Baba bila kupita kwako. Bwana, umesema saa inafika, saa ipo ambayo wafu wataisikia sauti. Bwana, nina kilichokufa ambacho majira haya ninaomba kisikie sauti ya ufufuko. Kazi yangu, biashara yangu, ndoa yangu, Bwana, ufugaji, kilimo, Mungu wangu, ninakuomba fufuka na kazi yangu, fufuka na ndugu zangu, fufuka na vitu vyangu, fufuka na familia yangu, fufuka na ndoa, fufuka na biashara, fufuka na ndoto yangu. Bwana, majira haya ninaelekea maiti yangu, ninaelekea mtoto aliyekufa, kile kilichokufa. Bwana, ninaomba kikafufuke, ninaomba kikafufuke. Anza kuomba kama Elia. Haitalishe ulishaomba, umeomba imekataa, omba tena. Apply nguvu ya Pasaka, apply. Hata wewe ulioko online, omba, achilia Pasaka juu ya hicho kitu, achilia nguvu ya Pasaka. Peleka sauti ya ufufuka kwa jina la Yesu Kristo. Tunatangaza fufuka katika wafa, utumishi fufuka katika wafa, ndoa fufuka katika wafa, biashara fufuka katika wafa, elimu fufuka katika wafa kwa jina la Yesu. Bwana, utusikie kwa ajili ya kazi hizi zilizokufa, maisha yetu yaliyokufa, biashara zetu zilizokufa, uchumi wetu uliokufa. Bwana, sikia. Omba, elekea maiti yako, omba, elekea kilichokufa kwako, kisemeshe. Mifupa mikava inaweza kuishi tena. Mama, fungua kinywa, paza sauti. Hicho kitu kinahitaji kusikia sauti. Omba, usikikatie tamaa, omba, usikikatie tamaa. Watu hawaolewi kwenu, wanaolewa wanateseka, wanaachika. Iko shida katikati yenu. Pita katika ulimwengu wa roho, toa sauti juu ya huo mfupa ambao ni ndoa, juu ya huo mfupa ambao ni mahusiano, juu ya huo mfupa mkava ambayo ni biashara, juu ya huo mfupa mkava ambayo ni uchumi. Omba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Majira haya tunatangaza vilivyokufa huko uliko mama, huko uliko unayenifuatilia online, wewe dada, wewe kaka, maisha yako, chochote kilichokufa tunakitangazia fufuka, utoke katika wafa na Kristo akuangaze. Pokea ufufuka kwa jina la Yesu Kristo. Ombea huyo mtoto ambaye unaona kuna mabadiliko ya kitabia yameingia, tabia ya mauti imekaa ndani yake, hampendi Mungu ndani yake, kuna shida, kuna mauti imeingia, kama ya mwana mpotevu alivyomkataa baba yake. Alikufa japo
wanatembea. Ombea mtoto wako, inawezekana amekufa kwa sababu ya mambo ya kidunia. Omba, fungua kinywa chako, sema na Bwana, tangaza kifufuke kilichokufa. Ombea familia yenu imekufa. Ombea baba yako amekufa, tangaza tena, baba afufuke, familia ifufuke. Familia ifufuke. Uchumi wa familia unaona ni kama umeangamia, kwa jina la Yesu, mbele yako hiyo familia ni kama mtoto wako aliyekufa. Mwambie Bwana, ninatuma pumzi ya uhai kwa jina la Yesu kwenye familia, kwenye ndoa. Peleka pumzi ya uhai kwenye ndoa. Peleka uhai kwa huyo mwanamke, kwa huyo mwanaume, kwa huyo mtoto, kwenye uzao wa tumbo lako, kwa ndugu zako. Tangaza, tangaza. Ninatangaza ufufuko katika ibada hii. Ninatangaza ufufuko kwa watoto wangu. Fufuka na Kristo, fufuka na Kristo kwa jina la Yesu. Tunatangaza ufufuko katika vitu vilivyokufa. Tunatangaza ufufuko. Kuna milango ya fedha imekufa. Tangaza ufufuko kwenye milango ya fedha. Tunatangaza ufufuko kwenye eneo la fedha, kamba ya uchumi. Ufufuka. Kuzimu achia, mizimu achia. Fufuka kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Asubuhi ya leo tunatuma ufufuko katika kila kilichokufa. Bwana, tumeona Dorcas pamoja na upendo wake na wema wake na utumishi wake alikufa. Kuna vitu vinakufa. Tumemwona mjane pamoja na utumishi, aliwabeba watumishi, lakini alifiwa na mtoto. Kuna watu wako hapa ni wanakupenda, wanakutumikia, wanajitoa, lakini kuna vitu kwao vimekufa. Bwana, fufua majira haya kwa nguvu zako. Kilichokufa, sikia sauti ya ufufuka. Fufuka kwa jina la Yesu. Fufuka kwa jina la Yesu. Fufuka kwa jina la Yesu. Ninatangaza kila kilichokufa kazini, kila kilichokufa kibali, fufuka. Elimu ya watoto wetu, ufahamu wao, akili zao, fufuka kwa jina la Yesu. Tunafufua akili za watoto wetu, tunafufua akili zao, fahamu zao, hekima iliyokufa ninaielekea, ninaiambia fufuka kwa jina la Yesu. Pasaka isikae kaburini. Kilichokufa kiambia fufuka kwa jina la Yesu. Elia aliomba, nami ninaomba kama alivyoomba kuelekea mtoto. Ninaomba kuelekea vitu vya kanga. Ninasikia upako wa Pasaka, nguvu za Pasaka, nguvu ya Pasaka inapita, 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 inapita. Omba, omba. Rabashanda baba 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 korabastaya. Vinafufuka, vinafufuka vilivyokufa. Pasaka ya 2026 tunatangaza vinafufuka. Mama, endelea kuomba. Huyo mliokumbatia kwenye moyo wako anafufuka, anafufuka. Huyo baba, huyo mama, hivyo vitu vinafufuka. Hiyo kazi inafufuka. Hebu omba, inafufuka. Hebu omba, inafufuka. Hebu omba, inafufuka. Itamke, ielekee, ipazie sauti. Sauti ya Bwana inasikika. Kandarabasaya. Endelea, endelea. Vinafufuka kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, ninamfufua mama yangu Helena. Fufuka, fufuka kutoka kwa wafu. Ndugu zangu Elisia, fufuka. Lydia, fufuka. Hosea, fufuka. Lucy, fufuka. Dickson na mke wako, fufuka. Goodluck na mke wako na watoto wenu, fufuka. Christopher, fufuka. Crispin, fufuka. Christabel, fufuka. Tamka, tamka, tamka. Kanisa, fufuka.
watu wa Mungu fufuka, utukufu wa mwisho fufuka kwa jina la Yesu. Omba, 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 vinafufuka. Tamka vilivyokufa kwako visikie sauti, visikie sauti. Oh, Pasaka, 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 vinasikia sauti. Fufua watu wa familia yako, fufua watu wa familia yako, Rita na mume wako, fufuka. Watoto wako tunawafufua, watoto wa Dickson tunafufua, maisha yenu tunafufua, watoto wa Lydia, watoto wa Lucy, watoto wangu tunafufua. Fufua uzao wa Helena, fufuka na Pasaka. Uchumi ufufuke kwenu, maisha yafufuke kwenu, biashara zifufuke kwenu, kazi zifufuke kwenu, utumishi wenu ufufuke kwa Bwana, maisha yenu yafufuke kwa Bwana. Ninaona upako wa ufufuka unaenda kwenye miili iliyo katika hali ya kufa. Pokea roho wa uzima aliyemfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu, akaiwishe miili ya madonda ya tumbo, matumbo, afya, matumbo ya uzazi. Miili yetu, kansa, presha, sukari, achia. Tunatangaza ufufuka, ufufuka. Endelea. Kandarabababababa. Kuna vitu vinafufuka. Ninaona mama, nguvu ya ufufuo iko juu yako. Baba, nguvu ya ufufuo iko juu yako. Kandarababababa, kandarababababa, kandarababababa.